Real Madrid wanapata ushindi mwembamba katika dakika za jioni kabisa, ushindi wa goli 1-0 dhidi ya klabu ya Athletic Club katika mchezo wa ligi kuu ya nchini Uhispania La Liga Santander ambao uliokutanisha Real Madrid dhidi ya Athletic Club. Baada ya dakika 90 za kuhesabu kutamatika zikaongezwa dakika 9, dakika ya tatu ya nyongeza Federico Valverde anaandikia Real Madrid goli 1-0. Ulikuwa ni moja ya mchezo mgumu sana kwa Real Madrid katika ligi kuu ya nchini Uhispania. Mchezo ambao Kylian Mbappe, nyota wa klabu ya Real Madrid, alikuwa nje kabisa kwenye bench akitumikia adhabu yake ya kutokucheza mchezo mmoja baada ya ile red card ambayo alipata katika mchezo uliopita wa ligi kuu ya nchini Uhispania. Red card yake ya kwanza kabisa akiwa na klabu ya Real Madrid. Matokeo haya yanaifanya Real Madrid inasalia katika nafasi yake ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya nchini Uhispania wakiwa na alama 69 katika michezo 32 waliocheza, huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na mahasimu wao FC Barcelona ambao wana alama 73 katika michezo 32 waliocheza mpaka sasa. Tofauti ni alama 4 kati ya Barcelona dhidi ya Real Madrid. Safari sio ndefu sana. Vipi, uliutazama huu mchezo wa leo, Real Madrid versus Athletic Club? Ni mchezaji gani amekufurahisha zaidi katika mechi ya leo? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Siombei mabaya Simba Sports Club, ila ikatokea wale jamaa kwa Madiba wakawakazia. Zile dakika 90 za pale Amani Stadium zitakuwa dakika za kukumbukwa sana kwenye record zao. Watazikumbuka nafasi nyingi sana walizopoteza leo pale Zanzibari, lakini yote kwa yote huu ndo mpira. This is football. Football siku zote haitabiriki. Cha kushukuru ni pointi 3 muhimu walizofanikiwa kuondoka nazo leo na clean sheet pia. Na hatimaye zile 90 dakika za mechi kubwa ya nusu finali ya kwanza ya CAF Confederation Cup kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch zimetamatika kwa ushindi kwa klabu ya Simba, ushindi wa goli 1-0. Ni mechi ambayo imeanza vizuri sana kwa Simba Sports Club. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, Simba Sports Club wamepeleka mashambulizi mengi sana katika lango la Stellenbosch, wakitengeneza nafasi nyingi sana za mabao ambazo kama wangezitumia ipasavyo basi wangeweza kushinda goli nyingi. Batoni no, dakika 45 ya mchezo Simba Sports Club wanapata pigo huru wa Afrika ambayo inakwamishwa kambani na Jean Charles. Mpaka 45 dakika za kipindi cha kwanza zinatamatika, Simba Sports Club 1, Stellenbosch 0. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili. Dakika 45 za kipindi cha pili ni dakika ambazo kwa kiasi performance ya Stellenbosch iliongezeka ukilinganisha na ile first half. Kwa Simba Sports Club ni dakika ambazo walipata nafasi nyingi sana za wazi za mabao, lakini pengine ukosefu wa umakini unasababisha wanashindwa kuongeza magoli mengine na kupelekea mpira kumalizika kwa ushindi wa goli 1-0, Simba Sports Club 1, Stellenbosch 0. Tukutane kwa Madiba Jumapili ijayo tarehe 27 April. Asante sana. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.